Mashambulizi mapya ya Israel dhidi ya ukanda wa Gaza inaripotiwa kuwa yamesababisha vifo vya angalau watu 66 kwa usiku mmoja, kwa mujibu wa maafisa wa afya wa Palestina. Hii ni sehemu ya operesheni inayoendelea ya kijeshi ambayo waziri mkuu wa Israel ndugu Benjamin Netanyahu amesema inalenga kumaliza kazi dhidi ya kundi la Hamas licha ya shinikizo la kimataifa la kusitisha mapigano. Miongoni mwa waliouawa, watu 9 kutoka familia moja waliuawa ndani ya nyumba yao katika kambi ya wakimbizi ya Nuseirati, kwa mujibu wa hospitali ya Al-Auda. Mashambulizi haya yanaongezeka idadi ya waliouawa Gaza kufikia angalau 65,500 kulingana na takwimu za Palestina, ingawa maafisa wa Umoja wa Mataifa wanasema idadi ya halisi huenda ni kubwa zaidi. Wataalamu wa UN tayari wametaja kampeni ya Israel Gaza kama mauaji ya kimbari. Shirika la misaada la kibinadamu Doctors Without Borders, yani MSF, lilitangaza kusitisha huduma zake Gaza City baada ya vikosi vya Israel kuzunguka kliniki zake. Mamia maelfu ya watu wameripotiwa kunaswa ndani ya jiji bila msaada wowote wa kibinadamu. Licha ya shinikizo linaloongezeka kutoka mataifa mbalimbali na hatua ya nchi kadhaa kuanza kuitambua Palestina kama taifa, Netanyahu amesisitiza kuwa jeshi la Israeli halitavua silaha mpaka Hamas itakapofutwa kabisa katika eneo hilo. Hotuba yake katika Umoja wa Mataifa ilitolewa muda mfupi baada ya diplomasia wengi kuondoka ukumbini kwa ishara ya kupinga operesheni ya Israeli. Kauli ya Netanyahu inapingana na ile ya rais wa Marekani, yaani Donald Trump, ambaye alisema kwamba makubaliano ya kusitisha mashambulizi yako karibu kufikiwa. Hata hivyo, mazungumzo yalisimama baada ya Israel kufanya shambulio lililenga uongozi wa Hamas huko Doha nchini Qatar. Emir wa Qatar ndugu Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, katika hotuba yake UN, aliita shambulio hilo tendo la usaliti ambalo linaharibu juhudi zozote za kidiplomasia za kukomesha mauaji ya halaiki dhidi ya watu wa Gaza. Wakati huo rais wa Colombia ndugu Gustavo Petro, akiwa kwenye maandamano jijini New York, alitaka jamii ya kimataifa kuunda vikosi maalum cha kulazimisha sheria za kimataifa Gaza, huku akiwataka wanajeshi wa Marekani kutomtii rais Trump. Marekani tayari imetangaza kufuta visa ya Petro, ikisema matamshi yake ya kichochezi na yenye hatari zaidi. Hali hii itaendelea kuonyesha mpasuko mkubwa wa kidiplomasia na mgongano wa msimamo kati ya viongozi wa kimataifa, huku raia wa Gaza wakiendelea kulipia gharama kubwa ya kibinadamu kutokana na vita ambavyo vinaendelea kati ya mataifa hayo mawili.